Ningependa kusema maneno machache kwanza, kisha nitakukaribisha wewe, Mheshimiwa Rais, utoe hotuba yako ya ufunguzi. Rais Trump, nina furaha sana kukutana nawe hapa Beijing. Karibu tena China baada ya miaka 9. Dunia nzima inafuatilia mkutano wetu. Kwa sasa, mabadiliko ambayo hayajawahi kuonekana katika kipindi cha zaidi ya miaka 100 yanaongezeka duniani kote, na hali ya kimataifa imekuwa ya kubadilika na yenye misukosuko. Dunia imefika katika njia panda mpya. Je, China na Marekani zinaweza kuepuka mtego wa migogoro kati ya mataifa makubwa na kuanzisha mfano mpya wa mahusiano kati ya nchi kubwa? Je, tunaweza kwa pamoja kukabiliana na changamoto za dunia na kuipa dunia utulivu zaidi? Je, kwa maslahi ya ustawi wa watu wetu na mustakabali wa ubinadamu, tunaweza kujenga mustakabali bora pamoja kwa ajili ya mahusiano yetu ya pande mbili? Haya ni maswali muhimu kwa historia, kwa dunia na kwa watu. Ni maswali ya wakati wetu ambayo mimi na wewe tunapaswa kuyajibu kama viongozi wa mataifa makubwa. Mwaka huu ni kumbukumbu ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani. Hongera kwako na kwa wananchi wa Marekani. Nimekuwa nikiamini kwamba nchi zetu mbili zina maslahi ya pamoja zaidi kuliko tofauti zilizopo kati yetu. Mafanikio ya upande mmoja ni fursa kwa upande mwingine, na mahusiano thabiti kati ya nchi zetu ni jambo jema kwa dunia. China na Marekani zote zinanufaika kwa ushirikiano na hupoteza kupitia mivutano. Tunapaswa kuwa washirika, si wapinzani. Tunapaswa kusaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja, na kutafuta njia sahihi kwa mataifa makubwa kuishi kwa maelewano katika zama mpya. Mheshimiwa Rais, ninatazamia majadiliano yetu kuhusu masuala muhimu kwa nchi zetu mbili na dunia, na kufanya kazi pamoja nawe kuelekeza na kuiongoza safari ya mahusiano kati ya China na Marekani, ili kuifanya mwaka 2026 kuwa mwaka wa kihistoria unaofungua ukurasa mpya wa mahusiano ya China na Marekani. Nitaishia hapa na kukukabidhi wewe, Mheshimiwa Rais. Asante. Rais Xi, nataka kukushukuru sana. Kwanza kabisa, huu ulikuwa heshima ambayo wachache sana wamewahi kuiona. Nilivutiwa sana, hasa na wale watoto. Walikuwa na furaha, walikuwa wazuri sana. Jeshi lenu ni bora kabisa, hilo liko wazi. Lakini wale watoto walikuwa wa kushangaza na wanaonyesha mengi sana. Najua wana maana kubwa sana kwako. Mimi na wewe tumefahamiana kwa muda mrefu sasa. Kwa kweli, huu ndio uhusiano mrefu zaidi ambao viongozi wa nchi zetu mbili wamewahi kuwa nao. Hilo ni heshima kubwa kwangu. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana. Tumeelewana vizuri na kila kulipotokea changamoto tuliweza kuzitatua. Ningekupigia simu, nawe ungepiga simu, na kila tulipokuwa na tatizo, watu wengi hawajui hili, tulilitatua haraka sana. Tutakuwa na mustakabali mzuri sana pamoja. Nina heshima kubwa kwa China na kwa kazi ulioifanya. Wewe ni kiongozi mkubwa. Ninasema hivyo kwa kila mtu. Wakati mwingine watu hawapendi niseme hivyo, lakini bado nasema kwa sababu ni kweli. Mimi huzungumza ukweli tu. Pia nataka kusema kwa niaba ya ujumbe mkubwa tuliokuja nao. Tuna wafanyabiashara wakubwa zaidi, maarufu zaidi, na naamini bora zaidi duniani. Tuna watu wa ajabu na wote wako pamoja nami. Tulialika viongozi 30 wakubwa zaidi wa biashara duniani na kila mmoja wao alikubali kuja. Sikuwataka watu wa ngazi ya pili au ya tatu kwenye kampuni zao. Nilitaka viongozi wa juu kabisa tu. Wako hapa leo kuonyesha heshima kwa wewe na kwa China. Wanatazamia biashara na ushirikiano, na kila kitu kitakuwa cha usawa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ninatazamia sana majadiliano yetu. Ni majadiliano makubwa. Wapo wanaosema huu unaweza kuwa mkutano mkubwa
mkubwa zaidi kuwahi kufanyika. Wanasema hawajawahi kuona kitu kama hiki. Nchini Marekani, watu hawazungumzi kuhusu jambo jingine lolote isipokuwa hili. Ni heshima kuwa pamoja nawe. Ni heshima kuwa rafiki yako. Na mahusiano kati ya China na Marekani yatakuwa bora kuliko hapo awali. Asante sana.